Oya, mambo vipi mtazamaji wa Big Talent TZ, nikukaribishe tena katika channel yako hii kuendelea kujifunza masuala yanayohusu teknolojia, masuala ya website, application, YouTube pamoja na masuala ya kuedit. Leo nataka tuangalie kitu kimoja hivi kinachohusu masuala ya text to speech, nikimaanisha kubadilisha maandishi kuwa sauti au maongezi. Kama ulikuwa unawaza iko kitu hakiwezekani, basi kinawezekana, ni kwa kutumia website pamoja na application. Hiyo website ina application yake. Unaweza ukatumia website au unaweza ukatumia application. Tuanze sasa kufahamu jinsi gani unaweza ukatengeneza hayo maandishi kuwa sauti. Ingia Google katika simu yako, kisha search 7 Lab text to speech. Itakuja hapo hiyo website ambayo inaweza ikabadilisha maandishi kuwa sauti na ukafahamu kitu gani ambacho kimeongelewa, na unaweza ukabadilisha kupitia lugha yoyote ile ambayo unaifahamu wewe hapa duniani, na lugha zaidi ya 50. Yes, kwa utaandika maandishi yako kupitia website hii. Kama kifaa chako ambacho unakitumia akisupporti hii website, maana website hii kidogo ina vitu vingi, kwa hiyo unaweza ukatumia application. Application ni njia rahisi ambayo inaweza kukusaidia wewe kwa sababu ina format ambayo inaweza ikatumika katika kila simu. Kwa hiyo unaweza ukaingia Play Store katika simu yako au App Store, ukaandika hivyo 7 Lab, au unaweza ukaandika 7 Lab text to speech. Kisha itakuja hiyo application. Download katika simu yako. Ikishaingia katika simu, nenda kaifungue hiyo application. Kisha katika hatua za mwanzoni lazima uwe umelinki pamoja na email yako. Utaenda sehemu ya kulinki na email, utabonyeza hapo, itarodi na baadaye itafunguka. Baada ya kufunguka hapo, katika option za mwanzoni kabisa utatakiwa sasa uchague sauti gani ambayo unataka iwe inatumika katika kukutafsiria hayo maneno ambayo utakuwa umeyaweka hapo na kukubadilishia kutoka katika maandishi kuwa katika hiyo audio au hiyo sauti. Kwa utachagua sauti nzuri ambayo unaitaka wewe katika hizo sauti ambazo zitatokea hapo. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Love all, trust a few, do wrong to none. Utaendelea kucontinue, na itakapofunguka sasa, sio tu sauti katika hii website au katika hii application, kuna vitu vingi, kuna vitabu ambavyo unaweza kuvipata hapa na vikao vinakuja kwa njia ya sauti. Kitabu kimeandikwa kwa maneno au kwa maandishi, lakini unaweza ukakisoma kwa njia ya sauti. So utakuja sehemu hiyo hapo ya katikati ambayo imeandikwa jumlisha hapo. Wakati huo tayari una text yako ambayo umeicopy kutoka sehemu. Utabonyeza hapo na kisha utaipaste hapo. Utaendelea kufuata process za jinsi gani unaweza kaendelea ili kupata hayo maandishi, kisha utabonyeza sasa kusikiliza. Bonyeza sehemu hiyo hapo ya listen.
na sauti yako itaanza kucheza kama hivyo. Ways to be more confident. Having a healthy level of self-confidence can help you become more successful in your personal and professional life. Research has found, for example, that more confident people tend to achieve more academically. Na haya ni maandishi ambayo nimeyachukua yakiwa katika lugha ya Kiingereza. Sasa tuangalie mfano jinsi gani sasa unaweza kutafsiri kutoka katika lugha ya Kiswahili chetu. Nenda kakopi maandishi ambayo yana lugha ya Kiswahili. Mfano mimi nina maandishi haya hapa ambayo yanahusu ghetto. Sheria za ghetto au ghetto linatakiwa liweje. Kwa hiyo nimekopi maandishi haya na nitaya paste sehemu hapa ya kutranslate hapa au ya kubadilisha kutoka katika text kuwa katika sauti, na utaona jinsi gani hii sauti inaweza ikatengenezwa kupitia haya maandishi na ikaja katika lugha ya Kiswahili ambayo nimetupia hapo maandishi yake. Tusikilize. Hakuna mtu mwenye ghetto baya. Zingatia hivi vitu. 1. Usifunge pazia na kamba. 2. Pangilia rangi ya vitu ndani kwako, usinyune vitu angi zigzag. 3. Hakikisha unafanya usafi, panga kila kitu sehemu yake. 4. Usiweke nguo ukutani kama ndoo kabati vile. 5. Epuka ndoo mingi ndani, ndoo nyingi zinafanya chumba kiwe store. 6. Usiingize mademu mabwana tofauti kwenye ghetto lako. Kila mtu ana spirit zake, navyo wachanganya huma kila siku. Wigos sabu usipende kuwapa wana ghetto wapigie show. 8. Kama ni kijana tafuta kitu uveke ghetto ili mageni akija iwe topic. Kumbe una TV, kumbe una pesa. 9. Fua shuka, fua pazia, usileze mikoyo ndani, usivute bang au sigara ndani. 10. Nunua air fresh, usipalizie perfume ghetto. Yes, na hivyo ndivyo unaweza kubadilisha kutoka katika text kuwa audio au voice, yani maandishi kuwa sauti. Kuna option pia ya kudownload, unaweza kudownload na ukaendelea kuyatumia popote. Inakurahisishia pia kupunguza muda mrefu ambao ungeweza kusoma hayo maandishi. Kwa kutumia audio au kutumia hiyo sauti unaweza ukatumia muda mchache kusikiliza na baadaye ukaendelea kufanya mambo mengine. Yes, naitwa Salumu, unaweza kunita Salumu the Genius, unaweza kunita Salumu ukipenda. Natumai utakuwa umeenjoy kuangalia video hii. Basi usiache kusubscribe, endelea kufuatilia Big Talent kila wakati, endelea kucomment, kulike na kushare pia. Tukutane hapo baadaye, endelea kuenjoy.